Maafisa nchini Palestina wanaumizwa na kitendo cha Israel kuwaweka na njaa watu katika ukanda wa Gaza. Hii ni baada ya Israel kufunga maeneo yote na kuhakikisha kwamba mataifa mbalimbali na hata Umoja wa Mataifa yashindwe kuingiza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya kutoa huduma kwa watu katika ukanda wa Gaza. Afisa wa ngazi ya juu wa Palestina ameambia mahakama kuu ya Umoja wa Mataifa siku ya Jumatatu kuwa Israel inazuia misaada ya kibinadamu kwa Palestina huko Gaza kama silaha ya vita. Israel inatumia kuzuia watu wasipeleke chakula ili tu watu wa ukanda wa Gaza wafe kwa njaa, ikianzisha vikao vya wiki moja kwenye mahakama ya kimataifa ya haki kuhusu wajibu wa Israel kwa washirika wa misaada ya Umoja wa Mataifa. Amar Hijaz aliwaambia majaji, njaa imefika, misaada ya kibinadamu inatumiwa kama silaha ya vita. Mahakama hiyo ya ICJ inashikilia wiki ya vikao kuhusu wajibu wa Israel kwa Umoja wa Mataifa, ikiwa ni pamoja na mashirika ya misaada katika Gaza iliyoharibiwa na vita, kabla ya kutoa maoni ya ushauri yasiokuwa ya kisheria. Makumi ya nchi na mashirika yatahutubia jopo la majaji 15 katika seti ya vikao mbalimbali. Israel haishiriki katika vikao hivyo, lakini mshirika wake Marekani itashiriki siku ya Jumatano. Watengeneza mikate wote wanaungwa mkono na Umoja wa Mataifa huko Gaza wamelazimika kufunga milango yao. 9 kati ya Wapalestina 10 hawana maji safi ya kunywa, alisema Hijaz. Vifaa vya kuhifadhia vya UN na mashirika mengine ya kimataifa ni matupu. Israel inadhibiti kwa uthabiti uingiaji wowote wa misaada ya kimataifa muhimu kwa Palestina milioni 2.4 katika ukanda wa Gaza. Ilisitisha uwasilishaji wa misaada huko Gaza mnamo Machi 2 kabla ya kuvunjika kwa usitishaji wa mapigano ambao ulipunguza kwa kiasi kikubwa uhasama baada ya miezi 15 ya vita, na ni baada ya kusitishwa kwa vita katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa Wapalestina 500,000 wamekimbia makazi yao tangu usitishaji vita uliodumu kwa miezi 2 kumalizika katikati ya mwezi Machi. Umoja wa Mataifa umeitaka ICJ kutoa uamuzi kwa uharaka wa hali ya juu kuhusu kesi hiyo, lakini huenda ikachukua miezi kadhaa kufikia maoni yake. Majaji watazingatia wajibu wa kisheria wa Israel kwa Umoja wa Mataifa na washirika wake pamoja na mashirika ya kimataifa na mataifa wahusika ambao wanapeleka vyakula na misaada mingine ya kibinadamu, kuhakikisha na kuwezesha utoaji usiozuiliwa wa vifaa vinavyohitajika haraka kwa maisha ya raia wa Palestina. Ingawa maoni ya ushauri ya ICJ hayana budi kisheria, mahakama inaamini kuwa yana uzito mkubwa wa kisheria na mamlaka ya kimaadili. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana. Hapa The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.